nitamchukua Okello. Mtazamaji, mambo vipi? Karibu tuzungumze michezo. Mimi naitwa Mtani Joktan, Fancy Reporter. Hii ni Beka Online TV, unaipata hivyo katika mitandao ya kijamii. Niko na mchezaji wa JKT Sospeter Bajana. Bana Sospeter, kwema? Kwema kaka. Shwari kabisa. Kama kaka. So far msimu unaonaje msimu? Msimu uko vizuri. Uko vizuri na mpaka sasa tuko vizuri, tupo ndani ya malengo. Sasa tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu pia. Ukiangalia kwenye msimamo pale mpo nafasi ya 5. Nafasi ya 4 yupo Singida Black Stars, na lengo kubwa la JKT pia ni kukaa katika hizo nafasi 4 za juu, kwa sababu mnatamani pia kushiriki michuano ya kimataifa. Mchezo unaofuata mnacheza dhidi ya Singida, pengine matarajio yenu ni yapi? Ni mchezo mgumu, ni mchezo wa kuamua pia, mchezo unahitaji wanaume kwa sababu yuko juu kwa point 3 na lengo la timu, na hasa si wachezaji pia. Wakati tukizungumza kwamba nafasi ya 4 ndio lengo la timu. Na bado tuko ndani ya malengo na tuna nafasi pia ya kumfunga na ku close gap na kuwa naye sawa. So tuna mission ya kuhakikisha tunapata matokeo nyumbani. Unatamani kuwa kocha siku moja? No. Sipendi vitu vya mpira kabisa. Kwa nini upendi vitu vya mpira? Na umeucheza? Naucheza lakini sijawahi kufikiria kwa ngazi yote ya ukocha au kuna kitu yote inahusiana na mpira after mpira. So nafikiri naanza kuwa na maisha mengine zaidi, si nitofikiria tena masuala ya mpira pia. Pengine ukiachana na wewe katika timu yenu hapa, nani unahisi labda pengine ana sifa hiyo ya kuwa kocha, labda anaweza akakaimu nafasi ya mwalimu na akaongoza vizuri? Yupo Kapteni Mugi, ana sifa hiyo ya kuwa kocha kwa sababu amekuwa mwelekezaji sana uwanjani, kwa mzungumzaji sana na akiwaelekeza vijana sana. So nafikiri ana nafasi hiyo pia kuwa kocha baadaye. Umesema upendi kuwa kocha, labda ukipewa kwa dakika moja tu uwasimamie wachezaji wenzako, wachezaji gani wangekaa benchi sana kwenye timu yako? No comment. Kwa nini no comment? No, sipendi kuwa kuna nafasi hiyo kwa sababu nafikiri ni nafasi ngumu zaidi ya ukocha. Ni nafasi moja ngumu sana ambayo una nafasi ya kupendwa na kuchukiwa. So siwezi kujua kuna nafasi kama hiyo ya kupendwa na kuchukiwa. So napenda kuwa neutral. So ndio maana sipendi, kwa sababu kuna watu watafurahi, kuna watu watanuna, obvious kwenye mpira. So ndio maana sipendi kuwepo kwenye situation kama hiyo. Sawa, umepita katika vilabu vingi, pengine ni story gani ambayo hautaisahau katika harakati za kujitafuta kisoka? Harakati ambayo sitaisahau? Story ambayo hutaisahau kwenye harakati za kujitafuta kisoka. Sorry, sijaelewa. No. Yaani umepita vilabu vingi, kuna changamoto nyingi sana kwenye kujitafuta mpaka kujipata kisoka. Story gani ambayo ushakutana nayo unasema kabisa kwenye harakati za kujitafuta kisoka hii sitaisahau? Kukatishwa tamaa kupo, stories na kupo nyingi kwamba hujui hutofika mbali, una nafasi ya kufanya kitu kingine. Na kwa watu ambao ni wa karibu pia. So as mwanaume unapaswa kusimamia kile unachokiamini. So nawaasa pia vijana wasimamie kile wanachokiamini, as long as wewe unaamini kwamba itakusaidia kwenye maisha yako na ufanye kitu ambacho kinaenda kinyume na matakwa ya serikali. So unapaswa kusimamia kile ambacho unakiamini. Ishatokea mtu wa karibu yako kabisa kukatisha tamaa kuhusiana na hiki ambacho anakifanya? Inatokea hivi, hata wazazi pia. Hata wazazi? Wale sio watu wa karibu, hata wazazi pia inatokea hivi. Ni mimi nilikuwa na misunderstanding na wazazi kwamba unapaswa kusoma, unapaswa kuamini kwenye masomo. So lakini nao wanajivunia mimi, na nafikiri pia wazazi pia na hasa pia watoto mnapokuwa na kipaji unapaswa kumsikiliza pia mtoto, kwa sababu pia dunia imebadilika sasa hizi. Vipaji pia vimekuwa vikiokoa familia nyingi pia. Ilichukua muda gani wazazi kuamini kwenye hiki ambacho wanakifanya? Ilichukua muda hasa kwa babangu, ilichukua muda kwa sababu kwa akiamini, na sehemu iliyotokea historia pia hakuona mtu aliyecheza kwa kiwango kikubwa. So na yakuwa akiamini kwa sababu naye pia akacheza anaona haiwezi kuwa kweli kwamba isikuwa ndoto, na siku nitakuwa naota tu, lakini nimefanikisha na anaweza kujivunia na anakiri kwamba hata ikitokea pia kuna mjukuu wake mimi akitokea anataka kucheza na nikimkatalia yeye atasema kidete kuhakikisha kwamba wai mimi nilikatalia na ulifanikisha. So na hebu mwache na ajaribu kile anachoweza. Sawa, msimu unakaribia kumalizika. Natamani unitajie wachezaji katika position tofauti tofauti ambao umekufutia ama umekubali kiwango chao, performance yao kwa msimu. Tukianza na eneo la goalkeeper, wawili. Aishi amekuwa na comeback nzuri baada ya muda mrefu kupotea. So
aishi na nitampa nafasi. Na mwingine wa pili? Diarra wa pili. Yes. Sasa tutoke kwa magolikipa tuje kwenye namba 5 pale beki. Center wawili nitaondoka na Lucien De Lock. Yes. Mwingine nitaondoka na Fuentes. Fullback ya kushoto. Pascal Msindo. Yes. Fullback ya kulia. Okay. So fullback ya kulia nitaondoka na nani? Sadio Mwikenda. Sawa, namba 6. Namba 6 tamchukua Kagoma. Yeah. Namba 8. Mudathir. Winga ya kushoto. Idinado. Winga ya kulia. Tamchukua Okelo. Namba 10. Faisal. Mshambuliaji wa mwisho. Forward pale tamchukua Popita. Yeah. Sawa, hapo Popita tukiwa tunamaliza. Popita amefunga goli la acrobatic katika huu uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Clatous Chota Chama pia amefunga goli la acrobatic katika huu uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Ni magoli ambayo yanakaribia kufanana. Pengine ukipewa nafasi ya kuchagua goli bora katika hayo magoli mawili utachagua lipi? Chama. Goli la Chama. Yeah. Liko bora zaidi. Liko kuna movement nzuri. Sawa, bana, shukrani.